Leo nitazungumzia kidogo kuhusu namna ya kupata kazi Marekani au katika nchi ya Canada, sababu watu wengi sana wanatafuta kazi katika nchi hizi na inakuwa ni shida kubwa sana. Basi nilifanya uchunguzi ili niweze kuangalia namna gani watu wanaweza kusaidika zaidi. Kama wewe ni mtu ambaye unaishi katika nchi za Afrika, unatafuta kazi ya Canada au Marekani, sasa unaweza pata kazi namna gani? Tuseme kazi nyingi sana zinaingia katika sekta tuseme ya teknolojia, kwa mfano computer. Kama wewe ni mtu wa IT wa computer science, unaweza bahatika kupata kazi kiurahisi kuenda yani US ama Canada kufanya kazi huko. Na pia ikiwa wewe ni mtu ambaye umefanya biashara, umesomea biashara, hiyo ni opportunity pia inawezekana. Au kama umesomea mambo ya humanitarian, sababu kuna mashirika mbalimbali za kimataifa ambazo zinaajiri watu kutoka Afrika kuja kufanya kazi huko, lakini inategemea sababu kuna umuhimu ambayo uko nayo ambao wanahitaji hapa zaidi ikiwa unazungumza lugha nyingi. Na pia huku kuna aina mbalimbali za watu ambao wanahitaji usaidizi. Ikiwa sasa wewe ni mtu ambaye umetoka Afrika na unaweza changia zaidi kwa kuwasaidia watu hawa zaidi, community hizi ambazo zinaishi huku, kuwasaidia kwa mambo ya kazi, basi hiyo ni jambo muhimu sana. Tuangalie basi unaweza kutafuta kazi kupitia njia gani. Kuna njia nyingi sana ambazo zinaweza kurahisisha kutafuta kazi, na watu wengi wanasema, wanajiuliza, je, kuna hizo mashirika ama agency ambazo zinarahisisha mtu kufanya kazi au kutafuta kazi kutoka Afrika kuja Marekani ama Canada? Ndio, inawezekana, lakini kwa video nyingine tutazungumzia zaidi kuhusu hizo agency ambazo zinafanya hiyo kazi. Lakini leo kwanza nataka nikufasirie kuhusu njia rahisi sana. Ikiwa labda uko nyumbani, unatumia kompyuta yako ama simu yako ukitafuta kazi, zaidi tunatumia njia ya LinkedIn au unatumia njia ya Relief Web. Hizo njia mbili, kwanza unatafuta kazi ambayo inaendana na biashara au ya kazi ambayo inaendana na mambo ya usaidizi ya kibinadamu. Kwa mfano NGO nyingi sana zinatafuta wafanyakazi kutoka nchi ya Afrika kuja kufanya kazi Marekani, ijapokuwa Marekani mashirika mingi hazifanye kazi Marekani, sababu NGO nyingi zinafanya kazi zikiwa Afrika, mara nyingi Asia na Amerika Latini. Ijapokuwa pamoja na hiyo, lakini wanahitaji bado watu ambao wako na ujuzi za Kiafrika, wanaweza saidia zaidi kwa utamaduni za Kiafrika, kuboresha labda kazi za kiofisi huku Marekani. So kwa hiyo ningetaka encourage, kwanza usikate tamaa, tafuta kazi zaidi, ingia LinkedIn, tafuta kazi zinaendana na kibiashara, kazi za kibiashara. Kwa mfano tukiona teknolojia, kama wewe umesomea computer, unasema mimi natafuta kazi ya kufanya kwa mfano kwa Google, kwa Microsoft, yani bado wanahitaji mtu kama wewe kufanya kazi kama hizo hapa wanahitaji. Sasa wewe kitu cha maana ni kutengeneza CV yako vizuri, unaonyesha experience na pia level ya shule unaweka kwa CV yako ambayo huko tunaita resume. Mara nyingi unaitengeneza vizuri kuhakikisha kwamba uko sawa, na pia unafanya practice nyingi, yani unafanya mazoezi ya kutosha, sababu wakati ya interview watakuuliza maswali mengi sana, na haiko asema wanakuhitaji sababu wewe ni mtu tu wa Afrika, hapana, lakini wanahitaji wewe sababu una style, yani uko na qualification mzuri na pia uko na experience, unaweza fanya kazi vizuri. Sasa wanahitaji wewe kwa sababu unatoka Afrika zaidi, sababu uko na experience ya Afrika, sababu hizi biashara pia wanataka waweze kuexpand, yani wafike katika nchi mbalimbali za Afrika, na unajua competition iko nyingi sana inaendelea. So wanahitaji sasa mtu ambaye anatokea huko ili pia waweze kwenda huko, unaona. Na si ati wanakutafuta wakutumia hapa yani uwakilishe kule, hapana. Ukuje huku sababu uwasaidie watu ambao wametoka kwa asili ya Afrika ambao wanaishi huku, wasaidike. Na pia in case wanataka kuinua biashara yao ifike katika bara la Afrika, wanaweza kukutumia sababu uko na experience kuhusu changamoto mbalimbali ambazo biashara nyingi wanakumbana nazo uko katika nchi mbalimbali za Afrika. So wewe ni mtu muhimu sana, usiangalie kwamba labda haujasoma kwa shule kubwa, university kubwa, hapana. Ile level yako kidogo tu bado wanahitaji, ile experience kidogo hata ya miaka 2 miaka 3 wanahitaji. So tafuta kazi, ingia kwa LinkedIn, tafuta kazi ambazo zinaendana na Marekani, ama kwa Web Relief, angalia kazi ambazo zinaendana na Marekani ama Canada, angalia kama uko qualify, jaribu kuapply. Usifikiri kwamba labda hauistahili, hapana.
Hata kama hawakuiti kwa interview, jaribu tena siku nyingine, jaribu tena siku nyingine, jaribu hadi wakati ambapo utabahatika wanakuitisha kwa interview. Unafanya interview, mnakubaliana, unakuwa wazi, unawaambia mimi naishi katika nchi fulani na nahitaji usaidizi ili nikuje nifanye kazi huko. Bado watakuhitaji. Pia kuna kazi nyingine ambayo ni interpretation. Wanahitaji watu ambao wamesomea mambo ya interpretation, zaidi mambo ya lugha. Huku kuna changamoto, watu ambao wametokea Afrika wengi sana wako na changamoto ya kuzungumza lugha ya Kiingereza. Sasa kama wewe ni mtu ambaye unajua Kiingereza, unaweza kuapply kwanza online, wanakutumikisha online, na ikiwezekana pia inawezekana waweze kusafirisha na kuleta Marekani ili ufanye kazi ya interpretation Marekani kwa lugha mbalimbali, kwa mfano Kiswahili, Kifaransa na lugha zingine tofauti. Asante sana.